Bwana, tukiwa tumesaliwa na wiki takriban 3 kuelekea kwenye michuano mikubwa ya kombe la dunia ambayo itafanyika pale Marekani, Canada na Mexico. Bwana, tumeshuhudia baadhi ya mataifa yakiendelea kuita vikosi kwa ajili ya kuelekea huko. Sasa moja kati ya story ambayo nakusogezea hapo ni juu ya kikosi cha timu ya taifa ya Kongo ambacho kimeitwa Hireo, na moja kati ya story kubwa ni kuitwa kwa mshambuliaji wa klabu ya Pyramids ambaye pia amewahi kupita ndani ya klabu ya Yanga, Fiston Kalala Mayele, ambaye ameitwa kuelekea kwenye michuano hiyo mikubwa ya kombe la dunia. Sasa Fiston Kalala Mayele ni moja kati ya wachezaji pekee ambaye anacheza ligi ya Afrika ambaye amejumuishwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Kongo. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo Fiston Kalala Mayele anakwenda kutengeneza rekodi nyingine ambayo pengine alikuwa anatamani kuitengeneza. Na kama ambavyo niliwahi kukujuza kwamba Fiston Kalala Mayele ni moja kati ya wachezaji ambao walikuwa na ndoto kubwa sana ya kucheza kombe la dunia, lakini alizungumza kwamba na ndoto kubwa sana ya kukutana na Cristiano Ronaldo. Bwana, wanasema Mungu si Asumani, na kwenye kundi la Kongo wamo Ureno ambao wanaongozwa na kapteni Cristiano Ronaldo. Kwa hiyo Fiston Kalala Mayele pia anakwenda kukutana na Ronaldo kama ambavyo ilikuwa ni ndoto yake. Sasa nikupitishe kwenye kikosi hicho ambacho kimeitwa kwenye timu ya taifa ya Kongo. Bana, kocha wa timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Sebastien Desabre, ametangaza kikosi cha wachezaji 26 kwa ajili ya michuano ya kombe la dunia la FIFA 2026, huku mshambuliaji wa Pyramids Fiston Kalala Mayele akiwa mchezaji pekee kutoka ligi za ndani barani Afrika ambaye ameitwa. Bana, DR Congo itashiriki michuano hiyo kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1974 ilipokuwa ikitambulika kama Zaire, ambapo kwenye kombe la dunia la 2026 wamepangwa kundi K na mechi yao ya kwanza itakuwa Juni 17 2026 dhidi ya Ureno, kabla ya kuivaa Colombia Juni 24 2026 na kuhitimisha hatua ya makundi Juni 28 dhidi ya Uzbekistan. Bwana, makipa ambao watakuwa kwenye timu ya taifa ya Kongo, kwa maana ya wale magolikipa ambao watakuwa kwenye lile kundi la makipa ambao watakuwa sasa wanahakikisha kwamba wanalitetea taifa la Kongo, bwana, ni pamoja na Lionel Mbasi ambaye yeye anatokea Le Havre ya Ufaransa, Timothy Fayul kutoka FC Noa ya Armenia, Mateo Ipolo kutoka Standard ya Belgium kwa maana ya Ubelgiji. Lakini kwa upande wa mabeki ni Chancel Mbemba, huyu ni captain kutoka Lille ya Ufaransa, Alon Wan-Bissaka kutoka West Ham ya England, Axel Tuanzebe kutoka Burnley ya England, Asa Maswako kutoka Lens ya Ufaransa, Gideon Kalulu kutoka Lorient ya Ufaransa, Jules Kayemba kutoka Genk ya Ubelgiji, Dylan Batubisika kutoka Lalise ya Ugiriki, Loki Bushili kutoka Hibernian ya Scotland, pamoja na Steve Kapwadi kutoka Poland. Kwa upande wa viungo ni pamoja na Noah Sadiki kutoka Sunderland, Samuel Motasam kutoka Atletico ya Ugiriki, Edo Kayembe kutoka Watford ya England, Ngalaye Moako kutoka Lille ya Ufaransa, Charles Pica kutoka Espanyol ya Hispania, Theo Bangoda kutoka Spartak Moscow ya Russia, Nathaniel Mbuku kutoka Montpellier ya Ufaransa, Brian Sibenga kutoka Castellon ya Uspain, pamoja na Gaele Kakuta kutoka Lalise ya Ugiriki. Washambuliaji ni pamoja na Yohan Wissa kutoka Newcastle United ya England, Cedric Bakambu kutoka Real Betis ya Spain, Simon Ibanza kutoka Al Jazeera ya huko Falme za Kiarabu, Fiston Kalala Mayele kutoka Pyramids ya Egypt, pamoja na Meshak Elia kutoka Alanyaspor ya Uturuki. Hicho ndicho kikosi cha timu ya taifa ya Kongo ambacho liwakilisha taifa hilo kwenye michuano ya kombe la dunia ambayo inakwenda kufanyika Juni 11 mpaka Julai 19 kule Marekani, Mexico pamoja na Canada. Lakini pia tukiwa hapo Kongo, bwana, yule shabiki maarufu sana Lumumba wa Kongo ambaye alijizorea umaarufu mkubwa sana kwenye michuano ya AFCON pale Morocco,
Bwana, shabiki huyu maarufu wa timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anajulikana kwa jina la Lumumba. Bwana, naye amejumuishwa kwenye msafara wa nchi hiyo kuelekea michuano ya kombe la dunia 2026. Bwana, hatua hii imekuja baada ya wachezaji wa timu hiyo kuwasilisha ombi maalum ambalo limeidhinishwa na moja kwa moja na rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi. Kupitia uamuzi huo, Lumumba atagharamikiwa kila kitu kuanzia tiketi za ndege, malazi ya hoteli, chakula pamoja na tiketi za kuingia uwanjani kwenye mechi zote za DR Congo. Aidha, serikali ya DR Congo imehakikisha kuwa shabiki huyo anapata visa ya kusafiria kwa haraka ili kuepuka usumbufu au msongo wa mawazo wakati wa safari hiyo ya kihistoria. DR Congo imepangwa kundi K kama ambavyo nimekujuza, wakiwa na Ureno, Colombia, Uzbekistan katika fainali hizo zinazoanza Juni 11, 2026 katika nchi za Marekani na Canada pamoja na Mexico. Kwa hiyo moja kati ya historia ambayo inatokea kule Congo, ambapo Mayele anaweka rekodi ya kuwa nyota ambaye anacheza kwenye ligi ya Afrika ambaye amejumuishwa na nyota wengine ambao wanatoka nje ya bara la Afrika ambao anakwenda kuiwakilisha Congo kwenye michuano hiyo ya kombe la dunia. Wakati kwa DR Congo kukiwa hivyo bwana, kuelekea hiyo michuano ya kombe la dunia, kama ambavyo nimekujuza kwamba tumebakiwa na takriban wiki 3 hivi bwana, nyota klabu ya Barcelona na timu ya taifa ya Hispania Lamine Yamal anatarajiwa kukosa mwanzo wa michuano ya kombe la dunia kufuatia changamoto ya majeraha. Bwana, kwa mujibu wa taarifa iliyovuja hivi punde kutoka jarida la kuaminika la The Athletic, winga huyo machachari atalazimika kukaa nje katika mchezo wa kwanza wa hatua makundi ambapo Hispania itashuka dimbani kumenyana na Cape Verde. Bwana, kama hiyo haitoshi, taarifa hizo zinasema kuwa Yamal pia yuko kwenye hatihati kubwa ya kukosa mchezo wa pili wa kundi hilo dhidi ya Saudi Arabia, jambo linalowapa hofu kubwa benchi la ufundi la Hispania pamoja na mashabiki wao duniani kote. Kwa hiyo pia ni moja kati ya taarifa ambayo ipo kuelekea kwenye michuano hiyo mikubwa ya kombe la dunia, ambayo mpaka sasa joto linaendelea kupanda kwa baadhi ya nyota ambao pengine baadhi ya mashabiki wanatamani kuwaona. Neymar ni moja kati ya nyota ambaye kila kukicha tunasikia kwamba huenda kaachwa na Carlo Ancelotti kwenye timu ya taifa ya Brazil kwa ajili ya michuano hiyo ya kombe la dunia, lakini mpaka sasa bado bwana Brazil hawajatangaza kikosi rasmi ambacho kitaelekea huko, lakini mataifa mengine yameshakwisha kutangaza kama ambavyo Kongo ametangaza, na tayari sasa Fiston Kalala Mayele, mmoja kati ya nyota ambaye amekuwa na mafanikio makubwa sana kwenye soka la Afrika akiwa ndani ya klabu ya Yanga, aliweza kucheza fainali ya kombe la shirikisho, lakini pia amekuwa ndani ya klabu ya Pyramids, amecheza fainali na kuweza kulichukua kombe, lakini amekuwa mfungaji bora wa ligi ya mabingwa barani Afrika akiwa na klabu ya Pyramids. Kwa hiyo mafanikio ambayo ameyapata ndio ambayo yanamemfanya kocha Sebastian kuona kuna muhimu wa kumjumuisha nyota huyu kwenye kikosi cha DR Congo kwenye michuano hiyo ya kombe la dunia ambayo inakwenda kulindima kule Marekani, Mexico na Canada, ambapo hamu ya kila shabiki, hamu ya kila mpenda soka anatamani kuliona taifa lake likifanya vizuri. Tunafahamu kwa Afrika mataifa takriban 9 tayari yameshakwisha kufuzu. Tunisia wako kule, Senegal wako kule, Ghana wako kule, South Africa wako kule, Algeria wako kule, Morocco wako kule, Congo wenyewe wako huko. Kwa hiyo itakuwa ni kivumbi na jasho kwenye michuano